mkemia mkuu wa serikali. GCLA ni maabara ya rufaa ya serikali. GCLA tunalinda afya ya jamii na mazingira. GCLA asante Rais Samia, kazi iendelee. GCLA mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali ni taasisi ya kisayansi ya serikali yenye majukumu ya kufanya uchunguzi wa kimaabara wa vielelezo. Huduma bora ni muhimu kwa ustawi wa taasisi yoyote duniani. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na Laksamana Armeta na Ishwari Madhavi na kuchapishwa na ResearchGate mnamo mwaka 2023 juu ya huduma bora na kuwaridhisha wateja, utafiti huo unaeleza kuwa huduma bora ni msingi mkuu wa kukidhi haja na mahitaji ya wale wanaowahudumia. Karibu tuimulike mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali inavyotekeleza majukumu yake, ambapo leo tunatazama jukwaa la wadau wa kemikali linavyoleta mageuzi ya kiuchumi nchini Tanzania. Jukwaa hilo limechukua nafasi katika hoteli ya Kate mkoani Morogoro, ambapo mamlaka imewapa wasaa wadau kupanda jukwani na kutoa ya moyoni. Nianze kutoa pongezi za dhati kwa mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali kwa vile ambavyo wamekuwa wakijitahidi kuliratibu jukwaa hili la kitaifa la wadau wa kemikali, ambalo kwa namna moja au nyingine limekuwa likitukutanisha sisi wadau wa sekta binafsi na taasisi za serikali, ambapo kupitia hilo tumeweza kufahamiana, lakini pia tumeweza kupata elimu, na hii inatusaidia sisi kuongeza ufanisi wa kazi pamoja na weledi katika kazi. Lakini si hivyo tu, jukwaa hili limekuwa likitusaidia sisi wadau wa sekta binafsi kufahamiana sisi kwa sisi, lakini pia kubadilishana uzoefu wa kazi. Hii inatusaidia kupanua wigo wa kibiashara. Changamoto kwa upande wa uagizaji kemikali, kwa kweli tatizo limeisha. Tunapoagiza tunapata kwa wakati. GSL nawapongeza kwa hilo. Kiutendaji, A2Z Group Limited tunafanya kazi vizuri na kanda ya kaskazini. Nashukuru mkurugenzi meneja wa kanda ya kaskazini. Katika ufanisi, GSL wanakuja kwa wakati, wanatoa semina kwa wakati. Kwa hiyo ili umaintain kemikali lazima uwe na elimu ya kutosha. Kwa kweli kanda ya kaskazini tunawashukuru. Naomba mwapigie makofi. Kuhusu faini, maana naona wadau wengi wamesema faini wapunguze. Mimi sijawahi kuona. Mimi nakaguliwa mara kwa mara, nina nemki, nina OSHA, ninayo fire, kuna Pangani Basin, lakini sijawahi kuona faini yoyote ya mkemia mkuu. Sijawahi. Na nimewambia mimi ni mtumiaji mkubwa wa kemikali. Matumizi ya kemikali ambazo nimetumia mwaka 2025. PP polymer nimetumia 600 metric tons. Home polymer nimetumia 800 metric tons. Random nimetumia 400 metric tons. HDP nimetumia 100,000 metric tons. Yaani na madao mengi, kwa hiyo hayo kwa ufupi. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa GCLA, kwa meneja wetu wa Mashariki yuko pale Mr. Mkapa. Kwa kweli tunashirikiana nao vizuri sana. Yaani tunakozana hapa na pale, lakini tunafurahi kwa kweli na tunajivunia kuwa na mamlaka ambayo ina usikivu kwa wadau wake kwenye hii tasnia.
Kwa hiyo GCLA, jamani, tuwape makofi mengi. Facility yetu iko full compliant. Tumesajiliwa na mkemia mkuu wa serikali, hatujawahi kuwa na penalty, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni compliance level iko very high. Vile vile tumesajiliwa na NEMKI na Wizara ya Afya kwa sababu tunateketeza pia madawa. Tuko katika mada ya matumizi, upatikanaji, usambazaji wa kemikali. Mimi sio mchimbaji mdogo, na ninawaomba na ninyi msiite sisi wenye leseni wachimbaji wadogo. Jina hilo mimi huwa nachukia sana. Mimi ni mchimbaji basi. Samahani, sikuwaomba mnipigie makofi, sipendi, naona kama utumwa. Ningependa niweze kushirikiana na wenzangu katika hafla hii ni kuionyesha kwamba taasisi ama idara ya GCLA imekuwa ni mchango mkubwa katika sehemu kubwa ya importation ya mizigo yote, hasa tukizungumzia mizigo ya kemikali. GCLA imekuwa ni mfano bora, sio tu katika utoaji wa vibali, hata katika utendaji wake wa kazi katika ma-ICD na sehemu zingine zote. Huwezi ukawa na amendment ya kibali ya tofauti ya A ama I na L, ukawa na authority tatu, ukafanya amendment zote kwa pamoja kwa hawa watu watatu. Hawa watu wawili wengine watakulaza, lakini sio kwa GCLA. Ni ishara tosha ya namna bora ambavyo wanaweza wakafanya kazi yao katika namna ya kushirikiana na wateja wao. Naamini hata kwao wameamini kwamba importer ni moja kati ya mteja kwao mkubwa ambaye anatakiwa afanyiwe nini ili kiweze kufikisha malengo yake. Tuwaombe GCLA, msichoke kwa kwenda kuzishauri taasisi zingine kuweza kutumia sera ambayo kama mnavyoifanya nyinyi, kuandaa na kuwasiliana na wateja wenu. Leo hii mimi naweza nikasema naongea hadi na watu wa Tunduma, lakini huyu Mlima ni nani? Mimi simjui, lakini anavyonipokea kama vile ni mtu ambaye ananifahamu. Ataniambia Mr. Shukuru, naomba fanya hichi, fanya hivi. Naongea na Mkapa, labda Mkapa kwa sababu nipo kanda naye moja, nikipata tatizo akiwa na changamoto ya kuweza kutaka kujua kitu hichi, tutawasiliana. Sio kwa taasisi zingine. Tunawaomba GCLA mwende mkashirikiane na taasisi zingine, mkawafundishe ni kwa namna gani ambavyo nyinyi mnafanya kazi na kutufanya kwamba sisi kazi yetu imekuwa ni bora. Natoa shukrani za pekee kwa GCLA. Mwanzoni tulikuwa tunavutana sana, na bahati nzuri hata katika presentation ya jana ya mkurugenzi Mr. Ndio ameonyesha mabadiliko ambayo hata GCLA waliyafanya mpaka sasa hivi. Nashukuru kwamba sasa hivi wote tunaongea lugha moja. Tunaongea lugha kwamba kemikali ni fursa kwetu kama private sectors, lakini pia ni fursa kwa taasisi za serikali na ni fursa kwa serikali pia. Tunashukuru sana mkemia mkuu kwamba mlifika mahala mliamua kubadilisha mitazamo yenu kutoka kufanya kazi kisheria zaidi, lakini mkaja kufanya kazi katika mtazamo wa kibiashara. Tunakushukuru sana. Naomba tumpigie makofi. Mtangulizi amesema hapa tuna nafasi zaidi kutumia fursa hii kuongeza biashara Tanzania. Kwa kuanzishwa mwaka 2018 tulibezi peke yake Mwanza, lakini kwa kushirikiana na ofisi ya mkemia mkuu GCLA, mpaka sasa ninavyoongea Jema Chemicals tupo Geita, tupo Kahama, tupo Chunya, tupo Saza, tupo Msoma na Msalala. Yote hii tunawapongeza ofisi ya GCLA. Our product portfolio, Jema Chemicals, hizo ndio product zetu ambazo tunazisafirisha kwa sasa na kuzitumia kama zinavyoonekana, wadau tunazifahamu. We have activated carbon, sodium cyanide, caustic soda, hydrogen peroxide, nitric acid, blending balls ambazo tunapeleka GGML na kadhalika.
Wakati huo huo, sisi ni giant company ambao tunaagiza asilimia kubwa ya sodium cyanide. Tupigeni makofi basi. Kwa GCLA wako bega kwa bega na sisi. Kiongozi wa kanda yetu, tunatambua mchango wako. Mkurugenzi wa GCLA, tunakushukuru sana. Imekuwa kwamba ukipigiwa simu labda kuna ukaguzi wa GCLA, Jema Chemicals tunajua ni inspection ya kawaida. Ni inspection ya kawaida, kwa hakuna haja ya kukimbizana na polisi kuanza kupanga 1 2 3. Kwa hiyo ile regular visiting inatusaidia kwa compliance, na tunaomba tukuahidi we as Jema Chemicals tutafanya vizuri zaidi. Tunakupongeza sana. Mkurugenzi wa GCLA, Jema Chemicals kama ilivyojipambanua, malengo yetu kwa miaka 5 ijayo, tunategemea kuongeza maeneo yetu ya utendaji kama inavyoonekana. Mpaka sasa tunavyoongea tuko Morogoro, yani Mvomero, lakini tunategemea kwenda Mpanda, hivyo hivyo Saza na Chunya pamoja na Mtwara. Maeneo haya yataongeza consumption ya kemikali. Hivyo hivyo naamini tutafanya kazi na viongozi wa GCLA karibu kanda zote. Kwa hiyo tunaomba mtupokee, tuko tayari kufanya kazi. Kwa niaba ya mkurugenzi wa makampuni ya Jema Africa Limited, leo tuko hapa kama Jema Chemicals. Tunawashukuru kwa kuendelea kutusimamia na kutuelekeza, na ofisi yetu ya Jema Chemicals makao makuu iko Geita Mpomvu. Tunawashukuru sana na karibuni sana Jema Africa Group of Companies. Asante. Niweze kuishukuru ofisi ya mkemia hasa ile kanda ya Ziwa. Kwa kweli imekuwa msaada kwetu sana. Navyoongea hivi, sisi kama kampuni sawa, sisi ni wakubwa, tunafuata viwango vyote vya taifa na vya kimataifa, lakini navyosema hivi naweza kujivunia kwamba tuna comply 100%. Ukiangalia inspection iliyofanywa quarter iliyoisha tuliscore 100%. Lakini sio sisi tu, lakini ni kwa jitihada na mchango mkubwa kutoka kwa wadau wa mkemia. Wamekuwa msaada kwetu. Tumeweza kufikia hivyo viwango, sio jitihada za kwetu peke yetu, lakini ni kwa sababu ya mchango mkubwa ambao ofisi ya mkemia kanda ya Ziwa imeifanya. Mnamo mwaka 1970 chama tawala cha TANU kilitangaza kuwa mwaka huo ni mwaka wa elimu ya watu wazima. Katika hotuba yake, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitia mkazo kwa kusema elimu haina mwisho, na mpaka sasa wanazuoni wanakubaliana juu ya hilo. Hapa wadau wa kemikali wanamulika walichongamua kutoka kwenye jukwaa hilo. Nianze kwa kuwapongeza GCLA kwa kuendelea kuratibu ile jukwaa. Nafikiri mtakubaliana na mimi kwamba kuna faida nyingi sana za ile jukwaa. Mimi binafsi tu kwa wakati ambao nimekaa hapa nimejifunza vitu vingi sana. Kwa nimeweza kufahamu kuhusu wadau wengine wa kemikali, na nimeweza kujua vitu vingi ambavyo vinafanyika kwenye swala zima la kemikali. Lakini kingine, napenda kuwashukuru GCLA kwa kutupa opportunity kama GGM kwenye hili jukwaa. Tunafanya kazi vizuri sana GCLA kiasi kwamba kupata zile changamoto inakuwa ngumu. Kwa hiyo in general tunawapongeza sana GCLA kwa kuendelea kutoa guidance vizuri kwa management yetu ya chemical, na hasa kwa sisi kule GGM watu wa kanda ya Ziwa tumefanya nayo kazi vizuri sana. Jukwaa hili limetunufaisha sisi kama wadau kupata taarifa, lakini kuwa na network ya wadau sisi wenyewe, kukutana na kujua nani anajihusisha na nini, lakini pia tusaidia sisi kama wadau kukutana mdau mmoja na mwingine na kuelewa wote tunajishughulisha na
upande gani kwenye kusafirisha kemikali au kutunza au kudispose. Nipende kutoa shukrani za dhati kwa ofisi ya mkemia mkuu kwa kuandaa jukwaa kama hili, lakini naomba nitoe wito kwa watu wengine ambao hawakuweza kufika. Ni jukwaa ambalo lina faida sana. Utapata zile taarifa ambazo zinahitajika kutoka kwa jukwaa, lakini pia kwenye plani ya jukwaa letu ni kutengeneza mpango kazi wa nini sisi wadau tunaitaka GCLA itusaidie na kuhakikisha kwamba any proposal ambayo unatoa inafika rasmi. Kwa kweli mimi ninaipongeza sana Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu kwa sababu nafikiri ni mamlaka pekee ambayo ina namna nzuri ya kuwaunganisha wadau pamoja na mamlaka kwa kuandaa mikutano kama hii ambayo inatufanya tukutanike wadau mbalimbali tunaojihusisha na kemikali na kutusaidia pia kukutana na wadau wenzetu, lakini pia kufahamu kwa undani zaidi taratibu mbalimbali ambazo zipo kwenye nchi yetu ambazo zitatusaidia kuendelea kukua katika biashara ambayo tunazifanya bila kuathiri mazingira, bila kuathiri na afya za jamii ambayo inatuzunguka. Kwa mfano, sisi ambao ni waingizaji wa kemikali ya cyanide, ni kemikali sumu ambayo usafirishaji wake usipozingatia kanuni maalum za kiafya na kiusalama unaweza kuhatarisha afya ya jamii nzima. Kwa hiyo kupitia mikutano kama hii inatuongezea uelewa zaidi kuona ni kwa jinsi gani tuna comply na sheria mbalimbali ambazo zinatutaka tuweze kudhibiti matumizi ya hizi kemikali na kuzingatia utaratibu maalum katika kuingiza nchini na katika kusafirisha. Ofisi ya Mkemia Mkuu wa Serikali kwa kuandaa jukwaa kubwa namna hili la kitaifa la kuweza kuwakusanya wadau wote wanaohusika na kemikali za majumbani na za viwandani kwa ajili ya kufoster katika kuangalia nyanja zote zinazohusika na mambo ya kemikali, kuanzia kwenye uingizaji, kutoa kemikali, kusafirisha, kuzitumia na kuzihifadhi katika maeneo mbalimbali. Kipekee jukwaa hili limekuwa la kipekee sana, na ningependa kusema ya kwamba Mkemia Mkuu wa Serikali wamejipanga kuhakikisha kwamba wanawashirikisha wadau ambao hata si wa kemikali lakini wanaohusika na kemikali either kwa namna ambayo sio directly, ili kuweza kuwaleta karibu, kuelewa namna ambavyo handling au kuzingatia matumizi sahihi ya kemikali. Mkurugenzi wa huduma za udhibiti wa Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali Daniel Ndio ametoa ufafanuzi juu ya baadhi ya taratibu zilizoibuliwa kama changamoto, ikizingatiwa kuwa mamlaka inasimamia utekelezaji wa sheria ya usimamizi na udhibiti wa kemikali za viwandani na majumbani namba 3 ya mwaka 2003. Kwa swala kemikali taka disposal yake imeainishwa kwenye kanuni ya 60 ya kanuni ya mazingira ya kumanage kemikali taka. Ukiingia kwenye mtandao unaiona ya mwaka 2021. Ilikuwa 2007, 2009 imefanywa marekebisho 2021. Nitaka niseme hilo. Lingine nitaka ni comment la kuestablish waste disposal. Nyinyi ndio wadau, kama nilivyosema jana, hii ni fursa. Najua ile eneo ni geni, linahitaji kufanywa kazi zaidi, lakini nyinyi ndio mnaweza kuwekeza. Ameongelea mtu swala la empty containers kule kwenye migodi au na maeneo mengine yote. Ni kubwa na ni changamoto kweli, lakini fursa. Hata ukiestablish collection center tukazikusanya bado, na tukaweka mfano sisi kwetu, akijitokeza mtu wa hivyo tunaweza kwenda mbali, ambao naamini hamtakataa. Tukaestablish levy ndogo ya kwamba hizi empty container kutokana na chaji kadogo unapozikusanya ile anazihosti unalipa chaji kadogo na nini, tukiweka mwongozo inaweza kuwa na manufaa makubwa. Kwa hiyo nyinyi wawekezaji jioni mawazo hasa mnaopata waste disposal, na wala ambao mjaingia ingieni. Kishafanya hivyo sisi tutawasaidia kuwapa mwongozo na kufanya. Mkemia Mkuu wa Serikali Dr. Fidelis Mafumiko anaangazia malengo ya jukwaa hili adhimu. Lengo kuu la jukwaa hili ikiwa kubwa kabisa ni kuweka mfumo shirikishi ambapo serikali na sekta binafsi zinakaa meza moja. Kipekee jukwaa hili linalenga kuwakutanisha wadau
wa sekta ndogo hii ya wezeshi ya kemikali nchini kwa lengo la kujadiliana dhima nzima ya biashara, shughuli, matumizi na utekelezaji wa matakwa ya sheria ya usimamizi na udhibiti wa kemikali kwa lengo la kulinda afya ya binadamu na mazingira. Lakini pili, jukwaa hili linalenga kujadiliana mchango mbalimbali ili kuona mchango mbalimbali wa kemikali katika sekta mbalimbali na ukuaji wa uchumi wa nchi pamoja na mikakati mbalimbali inayowekwa kwa ajili ya kuboresha zaidi katika sekta hii wezeshi ya kemikali. Na tatu, jukwaa hili linakutanisha wadau wa sekta binafsi na serikali ili kuweza kujadiliana changamoto ambazo zinaikumba sekta hii ndogo ya kemikali au wezeshi na kuja na mapendekezo ya namna ya kuboresha. Makamu mwenyekiti wa bodi ambaye ni mwenyekiti wa kamati inayosimamia masuala ya kemikali akaeleza kwa kina juu ya baadhi ya mambo yanayotazamwa kama changamoto na wadau hawa. Pale unapofikiria kwamba umecheleweshwa, kwa kweli kunakuwa na sababu maalum ambayo imekuwa beyond ya sisi kujiridhisha kwamba hiki ambacho tunakipitisha, tunakubaliana nacho. Tukumbuke kwamba tunashughulikia mambo ya kemikali, lakini behind our minds tunajua kwamba ni biashara na tusingependa kukuchelewesha. Lakini kama tunashughulikia kemikali ambayo inahusu maisha ya wanadamu, na maisha hayo sio ya leo tu, lakini na ya baadaye pia. Mimi professionally daktari, na udaktari wangu katika eneo ambalo nimelisomea sana ni mambo ya saratani. Ninaweza nikagundua saratani ambayo ilianza miaka 20 iliyopita, na ninakuja kugundua kwamba saratani hii ilianzishwa na mama aliyekuwa mjamzito ambaye aliishi katika maeneo kulikuwa na exposure. Kwa hiyo kukawa na transformation ya genes kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Mtoto akaishi akaanza kuja kuonekana ana dalili za saratani miaka 30 au 40 ijayo. Kwa hiyo tusipokuwa makini tukajaribu kubalansisha kwamba ni kweli ni biashara, watu hawa wasipate hasara, amekwisha kujenga, amekwisha ajiri watu, amekwisha kununua vifaa, amekwisha kusafirisha, tusimzuie. Lakini pia upande wa pili tuangalie afya ya huyu mtu, tuangalie usalama wa mtu, tuangalie usalama wa mazingira yetu. Nadhani tutakuwa hatujafanya kitu kilicho sahihi. Kwa hiyo tunajitahidi sana kwamba tufanye kwa haraka, na wakati mwingine kamati yangu haifuati zile ratiba tulizojiwekea kwamba tukae kila kota au tusubiri wakati wa kikao cha board. Tunafanya hata kabla. Tukikuta kwamba makampuni haya yamefika 200, makampuni 250, basi unakuta mkurugenzi anawasiliana na mkemia mkuu wa serikali kwamba ninaomba kamati hii, kwa sababu tayari kamati ya kitaalamu imekaa, basi kamati hii ikae iweze fast track kazi ambayo inatakiwa kuwepo. Na wakati huo tutamuita pia na kumuomba mwenyekiti wetu wa board, ili kwamba pale tutakapokuwa tumejiridhisha mara tu mwenyekiti wetu wa board pamoja na katibu mkuu ambaye ni mtendaji mkuu, basi wapitishe hata kama bodi haijakaa bado. Kwa hiyo tunajitahidi kwa uwezo wetu kufast track. Christopher Kadio ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya mamlaka maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Katika jukwaa hili na kwa kutoa michango yenye tija na kwa ushirikiano ambao mmeuonyesha. Sasa najua kwamba kuna wengine walikuja toka jana mpaka leo hawajasema chochote, lakini kutakuwa na jukwaa lingine. Hata kama hukusema, pengine umeunga mkono kwa yale ambayo yamekwisha kusemwa. Mkutano huu au jukwaa hili limethibitisha wazi kuwa mafanikio ya malengo yetu ya pamoja yanategemea sana kwa kiwango kikubwa ushirikiano wa karibu sana kati yetu na wadau wote. Majadiliano yaliyofanyika hapa ambayo nimeyasikiliza kwa makini
yanaonyesha dhamira ya pamoja ya kuleta maendeleo yenye tija, tena maendeleo jumuishi na endelevu. Nami nitoe pongezi za pekee kabisa kwa waandaaji wa mkutano huu, wawezeshaji, na washukuru sana, na wazungumzaji kwa kazi kubwa ya kitaalamu na yenye ubora ambayo wameifanya. Napenda tu kusisitiza kwamba thamani halisi ya mkutano huu au ile added value haitapimwa kwa maneno tu ambayo tumeyasema, bali kwa hatua tutakazochukua kuanzia sasa. Na huu ni wakati wa kubadilisha mawazo kuwa mikakati, mikakati kuwa vitendo, na vitendo kuwa matokeo yanayoonekana na kuguswa na jamii. Matumaini yangu ni kwamba tutakapokutana hapa tutakuwa na success stories nyingi za kutosha. Akizungumza kwa niaba ya Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Seif Shekalage, Mkurugenzi wa huduma za tiba wa wizara hiyo Dr. Hamadi Nyembea amewataka wadau wa kemikali kuhakikisha Tanzania inakuwa safi na salama. Jukumu la kuhakikisha kwamba tunachangia kuwa na Tanzania iliyo safi, kuwa na mchango kwenye kuhakikisha kwamba dunia inakuwa ni salama kwa vizazi vijavyo, ikiwa ni lengo kuu la sheria ya kemikali na mikataba ya kimataifa ambayo nchi yetu ilisaini na inatekeleza. Eneo la tatu ni kuhusu kulinda usalama wa nchi yetu. Tumeambiwa, nimesema hapo awali na nikasema kwamba sheria ya kemikali iliundwa ili kusimamia na kudhibiti kemikali, ikijua kwamba kuna baadhi ya kemikali ambazo ni hatarishi na hata mpaka kwa usalama wa nchi. Sasa kwenye hili, jukwaa hili lina wajibu wa kulinda usalama wa nchi dhidi ya kemikali zilizo hatari. Kuwa na nguvu ya pamoja kwa kupitia jukwaa hili katika kusimamia na kudhibiti kemikali hatari kwa usalama wa nchi yetu, ambazo zinaweza kutengeneza dawa za kulevya zikaharibu vijana wetu au kutumika kama silaha za maangamizi na hivyo kuleta athari kwa nchi yetu. Mtazamaji, asante kwa kuwa nasi. Kwa niaba ya kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma kutoka Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, mimi ni Oscar Nixon Nkembo. Kwa heri kwa sasa na tukutane juma lijalo. Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali GCLA ni maabara ya rufaa ya serikali GCLA. Tunalinda afya ya jamii na mazingira GCLA. Asante Rais Samia, kazi iendelee GCLA. Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali ni taasisi ya kisayansi ya serikali yenye majukumu ya kufanya uchunguzi wa kimaabara wa vielelezo na sampuli mbalimbali. Inatoa ushahidi kwenye mahakama na ushauri